Inasimuliwa kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa ameolewa na mume wake kwa muda wa miaka mingi. Lakini tangu siku ya kwanza ya ndoa yao, kulikuwa na jambo moja lililokuwa likijirudia mara kwa mara. Kila alipompikia mume wake chakula kizuri kwa mapenzi na juhudi kubwa, mume wake angeonja kisha aseme, "Kitamu sana, lakini mama yangu hupika vizuri zaidi." Na yeye angemtazama kwa utulivu, akatabasamu tabasamu la upole, kisha anong'oneze maneno ambayo mume wake hakuwahi kuyasikia vizuri. Siku nyingine akijipaka manukato mazuri, mume wake angemkaribia na kusema, "Harufu yako nzuri sana, inanikumbusha manukato ya mama yangu." Naye tena hutabasamu kimya kimya na kunong'ona yale yale. Miaka ikaenda. Kila siku ilikuwa, "Mama yangu alisema hivi, mama yangu alikuwa anafanya hivi, chakula hiki kinafanana na cha mama yangu, hata tabia yako inaanza kufanana na ya mama yangu." Na mwanamke huyo hakuwahi kulalamika, hakuwahi kukasirika, hakuwahi kumzuia kuzungumza kuhusu mama yake. Aliendelea kuwa mpole, akiendelea kutabasamu na kunong'ona yale maneno ya siri. Mpaka miaka 27 ya ndoa ikapita. Siku moja, mama wa mume wake akafariki dunia. Nyumba ikajaa huzuni kubwa. Baada ya mazishi kumalizika, mume alikaa peke yake akiwa amevunjika moyo, macho yake yamejaa huzuni na ukimya mzito. Mke wake akamfuata taratibu ili kumbembeleza na kumpa pole. Mume akamwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya huzuni, "Leo upishi wako umefanana na wa mama yangu, maneno yako kama yake, hata tabasamu lako na harufu yako pia." Mke wake akatabasamu kwa upole na kumuuliza, "Kwa nini unasema hivyo leo?" Mume akasema, "Nilikupenda ukiwa na miaka 27 na leo imepita miaka 27 tangu tuoane. Sasa umefanana kabisa na mama yangu." Mwanamke huyo akatikisa kichwa kidogo, kisha akasema kwa sauti yenye hekima, "Wewe ni mwalimu wa hisabati, lakini bado hujui hesabu ya mapenzi." Mume akamwangalia kwa mshangao, akaendelea kusema, "Mimi siwezi kufanana na mama yako hata siku moja. Yeye amekulea kwa miaka 54 ya upendo, kujitolea, machozi na dua. Miaka 27 pamoja nawe haiwezi kufikia hata nusu ya haki yake. Yeye ndiye ambaye pepo ipo chini ya nyayo zake, na mimi ni mwanamke tu ninayetumaini kuongozana nawe kuelekea peponi." Mume aliposikia maneno hayo, machozi yakaanza kumtoka. Akamsogelea mke wake na kumbusu kichwani kwa upendo mkubwa, kisha akamuuliza, "Lakini kwa nini hukuwahi kuchukizwa hata siku moja kwa mimi kukulinganisha na mama yangu kila mara?" Mke wake akatabasamu tena, tabasamu lile lile ambalo alikuwa akiliona kwa miaka yote. Kisha akasema, "Hapana, sikuwahi kuchukizwa hata kidogo." Mume akauliza, "Na vipi kuhusu yale maneno uliyokuwa ukinong'ona kila mara?" Mwanamke akainamisha macho yake kwa utulivu, kisha akasema, "Kila ulipomtaja mama yako na kunilinganisha naye, nilikuwa nikisema, Ewe Allah, weka upendo wangu ndani ya moyo wa mwanangu kama ulivyoweka upendo wa bibi yake ndani ya moyo wa baba yake." Kisha akaendelea kusema kwa sauti ya utulivu, "Kwa sababu nilikuwa najivunia kuona mwanamume anayempenda na kumheshimu mama yake, maana anayejua thamani ya mama yake atajua pia thamani ya mke wake." Mume wake akalia, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka yote akagundua kuwa alikuwa ameoa mwanamke mwenye moyo mkubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Ikhwatul iman, mwenye kuthamini haki ya mama yake huwa amejifunza maana ya shukrani na uaminifu, na mwenye kuvumilia kwa hekima na upendo huvuna mapenzi makubwa kuliko alivyotarajia. Allah awajalie wazazi wetu rehema pamoja na radhi zake, na azijaze nyumba zetu upendo, heshima na baraka. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.